Unajua, kuna wakati sisi wanawake huwa tunakuwa wabinafsi pasipo kujijua kwamba sisi ni wabinafsi. Hasa sisi wanawake tunavyopenda kujiweka kama sisi ndio victim kwenye ndoa. Sisi ndio wahanga kwenye ndoa. Sisi tunateseka kwenye ndoa. Wanaume sio wanatufanyia nini kwenye ndoa? Wanaume wanatukandamiza. Tunakuwa watumwa kwa sababu ya wanaume. Lakini hakuna hata mmoja ambaye huwa anawaza kwamba wanaume nao huwa wanafanya kitu gani kwa ajili ya wake zao. Wanaume nao huwa wanafanya kitu gani kwa ajili ya familia zao. Hakuna anayewaza. Huo wakati wewe unajihesabia haki tu kwa kuona wewe ndio unayeteswa na ndoa, wewe ndio unayenyanyaswa na ndoa, wewe ndio unayetakiwa kujitoa kwenye vitu fulani kwa ajili ya ndoa, kwa hiyo unaita utumwa. Kwa mfano, wewe kama mwanamke, kuna wakati unakuwa hauko sawa kiafya, lakini sio kwamba umezidiwa, unaumwa kawaida. Ndiyo huwezi kuosha vyombo, ndiyo huwezi kupiga deki, ndiyo huwezi kufua, lakini kupika unaweza ukapika kwa ajili ya familia yako. Jikaze wewe kama mwanamke kufanya majukumu fulani kwa ajili ya familia yako. Na huo sio utumwa. Yaani hiyo ni hali ya kawaida kabisa, hata mwanaume pia anaweza kuja kupitia hicho kipindi kwa ajili yenu nyinyi kama familia. Lakini kuna baadhi ya watu hivyo vitu huwa hamfikirii. Mtu anakwambia, kwa nini mimi nianze kuhangaika kupika wakati ninaumwa? Huo ni utumwa. Kwa nini niwe mtumwa kwa ajili ya ndoa? Kwa nini niwe mtumwa? Sio kwamba huo ni utumwa. Yaani hayo ni maisha ya kawaida kabisa. Wewe kama binadamu fikiria. Unayajua maisha yako wewe na mumeo. Unaelewa hali yenu. Na pengine unajua mume wako hawezi kugharamia chakula huko nje kwa ajili ya kula pale nyumbani. Unajua lazima chakula kipikwe huko ndani. Na pengine unajua mume wangu muda wake ni mdogo. Yuko busy na utafutaji. Na huo utafutaji ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo mimi kama naona ninajisikia vibaya ninaweza kupika. Ndiyo, mwanaume ukiumwa anaweza kukusaidia baadhi ya majukumu, lakini kupika kama unaweza pika. Hatujakataa, mwanaume anaweza kukusaidia. Kama yeye anahuruka, anaweza kuosha vyombo, anaweza kudeki wakati umeumwa, anaweza kufanya hivyo. Si kila mwanaume huwa anakataa kuyafanya hayo. Lakini kupika, pika kwa ajili ya familia yako. Kwa sababu mimi najua vyombo hata usipoosha siku ya kwanza unaweza ukafunikia kesho ukaosha. Nyumba usipodeki kesho unaweza ukadeki. Lakini kuhusu chakula, hamwezi kulala njaa. Watoto hawezi kulala njaa kwa sababu unajua una watoto. Wewe ni mke, wewe ni mama kwenye familia yako. Kaa ukijua wewe ukilala na nyumba yako inalala, nini kitaendelea ndani ya nyumba yako ikiwa wewe unalala kwenye mambo madogo madogo? Na sio kwamba mtu anapokuambia vingine jikaze wewe kama mwanamke ufanye, anamaanisha uwe mtumwa kwa sababu ya ndoa. Anamaanisha uwe mtumwa kwa sababu ya mwanaume. Hapana. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kwenye maisha. Lakini mtu leo hii anakwambia huo ni utumwa. Kwa nini uteseke? Kwa nini ufanye hivi? Hizo sio ndoa, hicho sio nini. Lakini hapana. Mimi naomba nikushauri. Ishi maisha yako. Yajue maisha yako. Ishi na namna unavyomjua mume wako. Yaani kuna wakati wewe unaweza kujua kabisa maisha yangu mimi yanataka nijikaze. Ukaanza kujilegeza kwa sababu unasema huu ni utumwa. Ndugu yangu, maisha ni ya kwako. Kila mtu ana mtazamo wake kwenye mambo yake. Lakini hawa wanaume ambao wao wanatajwa kwamba tunakuwa watumwa kwa ajili yao, wao pia huwa wanajitoa kwa ajili yetu. Hivi unajua kuna wanaume huwa wanatembea huko barabarani, wana miezi mitatu wanaumwa, lakini anaenda kutafuta kwa ajili ya familia yake. Mwanaume anaumwa wiki nzima anajikaza, amwambia hata mke wake. Anaenda kazini anajikaza, ndio ile unasikia mwanaume alidondoka kazini. Kumbe alikuwa anajisikia kabisa kuna kitu kinamuuma kwenye mwili wake. Anajikaza, sasa nikilala humu ndani tutakula nini? Familia inanitazama, nina majukumu, nitafanyeje? Mwanaume anaamka anaenda kutafuta kwa ajili ya familia. Je, na yeye tumuite ni mtumwa kwa ajili yako wewe mwanamke? Tuite huo ni utumwa? Kwa wale waliowahi kupitia hizi hali wakashuhudia wanaume jinsi wanavyojikaza kwa ajili ya utafutaji, nadhani hata wao kujikaza kwa ajili ya majukumu ya pale nyumbani hawaoni tabu, kwa sababu wanajua kwamba hata mwenzangu pia kuna wakati huwa anajikaza kwa ajili yangu. Kuna wanaume huko wanatembea na vile vidude vya madrip wamewekewa hapa vya sindano za masaa. Anaamka hospitali analazimisha ngoja niende nikatafute pesa. Anajua nikilala mimi kila kitu kimelala, mimi ndio baba sasa. Familia yote inanitazama, majukumu yote yananiandama mimi. Anaenda kufanya kwa ajili ya familia. Je, huo nao tuite utumwa? Kwa hiyo mimi nasema, kabla wewe hujafikiria kitu na kujiweka wewe kama ndio unayeonewa sana kwa sababu ya jinsia yako, fikiria pia hata jinsia hii ya kiume. Kuna vitu ambavyo huwa wanafanya kwa kujikaza kwa ajili ya familia, na sio kwamba wao huwa wanahesabia kama utumwa. Ni kwa sababu wanajua mimi hili ni jukumu langu kama baba. Ni jukumu langu. Wewe mwanamke, jukumu lako kweli ni kuitunza familia yako. Ni kuitunza familia yako, kulinda familia yako hapo nyumbani, wasikose chakula, wasifanye nini.
Sio kwamba ukatafute. Wewe kazi yako ni kupika kwa sababu mwanaume anatafuta analeta, hiyo ndio kazi yake. Lakini wewe kazi yako ni kulinda familia, kuhakikisha watu wanapata chakula hapo nyumbani, wanakula, nyumba inaenda hivi. Wewe kazi yako ni kulinda hiyo nyumba. Kwa hiyo wewe kujikaza kufanya majukumu fulani hata kama unajisikia vibaya kwa ajili ya familia yako sio utumwa. Lakini utajidanganya kuita utumwa kwa sababu wewe unahisi kama hayo mambo yanaweza kutokea kwako tu. Lakini sio kweli. Wako wanaume ambao wanatembea wanaumwa kwenye maisha yao, lakini wanaenda makazini kwa sababu wanapambana na maisha kwa ajili ya familia zao na hawahesabii kama ni utumwa. Kwa kweli mimi nikisikiliza wakati mwingine namna ambavyo sisi wanawake tunaathiriwa na mifumo fulani inayokuja, na shangaa kwa nini mtu ushindwe kufikiria pande zote, unajifikiria tu wewe. Yaani wewe kwa nini unaona kama wewe ndio unayeteseka peke yako? Wanaume nao wanajikaza kwenye baadhi ya mambo nao kwa ajili ya familia zao. Wewe unaweza kwenda kazini huku unaumwa wewe. Kuna wanaume sasa hivi wanadondokea makazini wanakufa humo. Waulizeni wanaume, wanajua. Wanaume wenzao wanadondoka kazini, mtu unashangaa amedondoka, wamempeleka hospitali, huyo kafa. Wanakwambia alichelewa matibabu. Alikuwa anajikaza. Mtu anadondoka kazini anazidiwa, maana yake alikuwa anatembea anaumwa. Na pengine hata wewe mke wake amekuficha, hajakwambia, anahofia utaanza kumbembeleza, mume wangu baki, na anajua maisha yenu kwamba hapa hamna kitu kitakachoendelea, natakiwa niamke nikapambane. Lakini wewe kwa nini ushindwe kuelewa maisha yenu yalivyo? Kwa nini unajiendekeza na mambo ya kipumbavu, ajenda za kijinga? Wewe ukishaambiwa wewe ni mtumwa, basi unakenua, unaona kweli huo ni utumwa. Sio kweli. Kuna vitu vingine natakiwa wewe ufikirie kama mwanadamu. Fikiria, naye mwanaume kuna vitu anafanya kwa ajili yako. Tusiwaonee hawa wanaume waonekane wao ndio wakorofi. Waonekane wao ndio wanaowanyonya wenzao peke yao. Hata wao pia kuna wakati wanaenda makazini wanaumwa na hawasemi. Pengine wewe upo hapo unasema wewe ni utumwa, hujawahi jua kama mume wako aliwahi kutembea huko anaumwa kwenda kazini. Ulishuhudia tu anakwambia kichwa kilikuwa kinaniuma, nini kilikuwa kinaniuma, nikaenda nikapima na nini. Kumbe anaumwa wiki 2 zimepita. Alipoona amezidiwa sasa akaamua kwenda. Mwanaume anakuja kulala nyumbani kwake akiwa hawezi kwenda popote, hawezi kufanya chochote. Yaani mpaka hatua mwanaume anakubali kugive up, alale nyumbani, anahakikisha amefika mwisho. Lakini wewe unataka ujihesabie mimi ndio tunayeteseka sisi. Hakuna jamani. Vitu vingine tuwe tunafikiria. Unakuta mimi nikiangalia mpaka naona sisi wanawake sasa tunapoenda tunapotea. Hata kama ndio tunataka kutafuta hizo haki haziko hivyo. Muda mwingine tunajidanganya. Vitu vingine viko sawa kwenye jinsia zote. Kila mtu anaweza kufanya kwa ajili ya mwenzie, kwa ajili ya familia. Mbona wanaume wao hawahesabii kama utumwa? Kwa nini sisi tunapenda sana utumwa? Mwisho wa siku ndoa haziwezi kuwepo, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa inatakiwa watu tuishi kwa kusaidiana, kwa kujuana, kwa kuelewana. Kila mtu amuelewe mwenzie, kila mtu aelewe maisha ni ya kwetu wote. Kwa nini wewe uanze kuhesabia kama huo utakuwa ni utumwa? Maisha ni ya kwenu wote.